Nazungumzia kuhusu kibali. Nazungumzia kitu kinachoitwa kibali. Unajua ukisema tu kibali, kuna watu wanafikiria kibali ni kitu inachotokana na wanadamu. Kibali ni kitu kinachotoka kwa Mungu direct. Lakini ziko kanuni ili upate kibali. Unajua ukiwa katika damu na nyama, ukiwa unaishi tu maisha haya kawaida, ili upate kibali, kuna vitu kadha wa kadha ambavyo vinatakiwa ufanye. Lakini pia ukiwa mbele za Bwana, kuna vitu fulani natakiwa ufanye ili upate hiyo kibali. Nataka nisungumzie watu wawili ambaye mmoja alipata kibali alafu mwingine hakupata kibali. Lakini hawa watu wawili, mmoja alipokosa kibali akamwinukia mwingine, lakini alipomwinukia mwingine, Mungu akatoa ushauri katikati yao. Maana Mungu anatupenda sana. Kuna vitu tunavyofanya katika maisha yetu, ukifanya vibaya, kama uko vizuri na Mungu atakupa ushauri. Maana Mungu wetu anashauri, lakini huwa lazimishi. Unaweza ukafanya jambo ambalo sio nzuri mbele za Mungu, alafu Mungu akakupa ushauri, kitu kitakachokusaidia. Sasa hawa watu wawili, mmoja alipokosa kibali, alipomwinukia ndugu yake, katikati yao Mungu akawapa ushauri, lakini bado akakataa ule ushauri wa Mungu. Kwa sababu yule alipokosa kibali, Mungu alimwambia, hivi wewe, huyu amepata kibali mbele zangu na wewe umekosa kibali mbele zangu, kwani wewe ukifanya vizuri kama yeye hautapata kibali? Hii kitu inasumbua watu. Kwa nini ndio watu wengi unakuta watu hawana amani mtu na mtu? Unakuta mtu anamuinukia mwingine, unakuta mwingine anapata tu mashambulizi kwa mwingine ambao haina sababu. Unajua kwa nini wengine wanakuwa wanapita kwenye changamoto fulani? Unapopata kibali na mwenzako anapokosa kibali, sio unamshambulia yule aliyepata kibali, unafanya vizuri kama yeye ili nao upate kibali. Kuna watu leo wasalimiana, kwa sababu unaweza ukakuta watu wawili, wanafanya kazi au wanaishi. Sasa katikati ya hao watu wawili, labda huyu anapata kibali, huyu hajapata kibali. Huyu ambaye anapata kibali haitakiwa mshambulie huyu aliyepata kibali. Huyu aliyepata kibali, kuna vitu vizuri alivyofanya vikamsababisha apate kibali, na huyu aliyekosa kibali, kuna kitu alichokifanya kilichomzuia asipate kibali. Sasa huyu si anamshindana na huyu kwa sababu huyu ana kibali, afanye vizuri kama huyu ili wapate wote kibali. Piga makofi mbele za Bwana, sema amen. Sasa kitu kinachoumiza dunia leo, huyu akipata kibali, badala huyu atende mema kama huyu, huyu anaanza kumshambulia huyu. Sema unangaika, huyu naye ni nini? Nani analifanya? Si analifanya, amepata kibali. Na si amepata tu kibali hivyo hivyo, kuna vitu vizuri alizofanya. Hebu fanya ile kama tuko pamoja kwa jina la Yesu. Ukitaka kuishi maisha mazuri katika hii dunia ambayo Mungu ametupa, usishindane na mtu aliyepata kibali. Huyo aliyepata kibali amefanya mema. Leo unaweza ukamkuta huyu amepata kibali mbele za Bwana. Kwa sababu gani huyu amepata? Unakuta kwenye mifungo anafunga, anaomba, anaenda ibadani, anafanya kazi ya Mungu, anamtolea Mungu, anampenda Mungu. Si anapata kibali mbele za Bwana? Sasa huyu unaweza ukamwona tu anajivuta,
wakati anapokuwa na nguvu ya Mungu, badala watu waseme hivi, wewe umetoa wapi nguvu ya Mungu? Wewe unapataje nguvu ya Mungu? Wewe unawezaje kuwafungua watu? Wewe unawezaje kumwombea mtu anapona? Wewe unawezaje kunena kwa lugha ndani ya masaa mawili? Badala waulize hivyo, wanaanza kusema huyu ni pepo, huyu hafai, usijui kwa hivi. Kama ni kibali kwenye ndoa, badala ile yale mema anayefanya, wanaanza kusema huyu amemteka mume wake, amemweka kwenye marinda, si umweke na wewe kama ni rahisi. Msukume jirani yako mwambie si umweke na wewe kama ni rahisi. Si useme amina kwa jina la Yesu. Kibali ni mema. Hakuna kibali kama hakuna mema. Tukitaka kuishi kwenye miji zetu vizuri, tukitaka kuwa na kibali kwa wenzi wetu, wake zetu, watoto wetu, wazazi wetu, tujifunze kutenda mema. Mema ndio ina kibali. Hebu ndio nako mema ndio ina kibali. Wewe unataka watu wakupende wakati utendi mema. Nani anakupenda wakati utendi mema? Alafu kama utendi mema, unaanza kurusha majibu kwa wale wanaitenda mema. Huyu anajifanya kwenda wewe. Unajifanya. Nione hili ni kitu ondoka. Tenda mema. Hebu msikie na kumwambia tenda mema. Ukimkuta mtu anayependwa, jiulize kwa nini anapendwa. Muulize tu kwa nini wewe unapendwa. Mbona nasikia waseme amina? Hebu msikie na kumwambia muulize kwa nini wewe unapendwa. Anafundisha kuambia anapendwa kwa sababu ya aina hii. Ina yale mema na utaanza kupendwa. Nani anaelewa kitu tunachozungumza? Kibali haiji kwa kujichibua. Haiji kwa namna ambayo unatafuta kwa njia duni. Kama una kibali kama ni kwenye ndoa, haiji kwa kuvaa mavazi yanayobana. Kibali inakuja kwa mema. Wangapi wanataka wawe na kibali? Mwambie tena mema. Washika watu wawili mwambie tena mema, tena mema, tena mema. Tena nasa surati, tasa surati. Tena nani kwa nakale? Ndio ile surati ya nasa surati. Tena nasa surati. Mwambie tena mema. Kibali huja kwa mema. Kibali huja kwa mema. Hebu kila mtu anaje na kutenda mema upate kibali. Sema amina. Na si unawachukia wenye kibali. Maana shida inayoingia kwenye hii dunia, mtu yote anayefanya vizuri lazima awe na kibali. Ukifanya vizuri mbele za Bwana utakuwa na kibali. Ndio maana wakati Petro alipotokewa na malaika wakati anaomba ile saa 9, wakati wale wakina wa Kornelio walipomjilia, alipofika kwa Kornelio, wale watu wa mataifa, Roho Mtakatifu akaanza kushuka. Alafu Petro anawaambia, Mungu wetu hana upendeleo. Hata watu wa mataifa waliomkubali. Mshike majirani na kumwambia sio Mungu sio wako. Amesemaje? Washika wawili mwambie wewe Mungu sio wako tu. Mungu ni wa wote wenye mwili. Au unasema Mungu ni wako tu. Mungu anaangalia nani amenikubali katika roho na kweli. Petro alipofika mahali pale, wakati anasema na Kornelio, maandiko yanasema Roho Mtakatifu akashuka, watu wa mataifa wakaanza kunena rika rababa shandorobo bobora na wale mitume wale waliokuwepo na Petro wakaanza kushangaa. Kumbe sio Yerusalemu tu Roho Mtakatifu anashuka.
mwanadamu. Sio mchungaji ndiye anatoa kibali. Anayetoa kibali ni Mungu. Kibali imetoka kwa Mungu. Ni neema unayotenda kwa Mungu. Na hana upendeleo. Usimshike jirani yako. Mwambie hata kama umekosa pia kibali kwa mume wako. Badilisha direction. Wewe unaenda kukama ng'ombe. Mshike basi, mwambie kama umekosa kibali kwa mume wako. Badilisha direction. Sasa unabaki unashindana utatoka. Badilisha direction. Mbona huyu mzee mimi nikikaa naye mbona ananinunia tu? Unakaa naye kuna gani alafu unacheka. Baka mzee naye acheke. Ukiona acheke tena mema. Zidisha mema. Sasa unakasirika mpaka mzee anataka kwenda kwa mke kule. Mpaka anataka kuhama nyumba. Sema jamani, ningepata mama mwingine atakaye nisaidia hata kuchekesha moyo wangu. Watu wanaumwa mioyo. Hebu mwangalie na kumwambia watu wanaumwa mioyo. Sasa ukikosa kibali unaanza kusema ngoja nitafute Washindi. Nani anamwambia Washindi ana kibali? Wewe anakuja na mume wake tu, anasungumza anaondoka. Nasema naenda mahakamani. Nani amemwambia mahakama ina kibali? Ina kibali ya kunyang'anya kitu cha mtu kwa nani? Lakini ina kibali kumlazimisha mtu akupende. Ili mtu akupende ni moyo wako utengeneze. Si umshika masikirani yako. Mungu yake yule ndio unale. Wakati anataka kupenda sana. Mwambie badilisha hali ya hewa. Fanya basi mwambie badilisha hali ya hewa. Acha kukaa mahali moja. Utachoka. Fanya hivi kama una furaha kwa jina la Yesu. Mimi nasikia raha. Nasikia raha. Bwana akinipa kibali. Hakuna mchawi atakayeweza kuniondolea. Hakuna mganga atakayeweza kuniondolea. Na alipadio Mungu. Sio dini ya nivyangu ulimwengu. Sasa ngoja tuangalie hawa watu wawili. Wako kwenye Mwanzo 4 mstari wa 3. Msomaji mmoja wa haraka. Mwanzo 4 mstari wa 3. Angalia sasa nikuoneshe. Halafu Mungu anawashauri. Hebu soma. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Abili akaleta wazao wa kwanza wa wanyama na sehemu zilizonona nzuri za wanyama. Bwana akamkubali Habili pamoja na sadaka yake, bali Kaini hakumkubali, alimkataa wala sadaka yake. Kaini akamkadhibikia. Hebu mwambie nako Kaini akamkasirikia. Kwani aliyemkubali Abeli ni nani? Ni babu yake au ni baba yake? Si ni Mungu. Hebu mshike basi jina yako, mwambie aliyemkubali Abeli ni mzee wa ukoo au ni Mungu? Sasa yeye anamkasirikia mtu ambaye Mungu ndiye amemkubali. Hebu mwambie basi jina yako, mwambie ni mzee wa ukoo ndiye alikuwa amemkubalia. Nani alimkubalia? Mungu akamkubali huyu, akamkataa. Kwa nini aliwakataa? Sio kwamba Mungu ana upendeleo. Alikuwa wakubali wote wawili. Lakini huyu mmoja hajatenda vizuri. Unataka kibali wakati hujatenda vizuri. Nani amekudanganya? Mwangalie kijana anakujaga hivi kinihurumia sita. Unataka upende wakati utendi mema. Ushindwe. Mwangalie basi mwambie ushindwe kwa jina la Yesu. Amesemaje? Mwambie basi ushindwe, mwambie hivyo hivyo. Usiku ukafanyaje? Utakunja mali ndio laana inakula dunia sasa hivi. Usiku utakunja mali. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unadazama? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama wewe ukitenda mema, si utapata kibali. Hebu cheki Mungu wetu alivyokuwa mzuri. Mwangalia basi kile na kumwambia eti Mungu anamshauri alafu anakataa ushauri wa Mungu. Ndio hata makanisani watu
wewe ukitenda mema kama yeye, si utapata kibali mbele zangu? Sijui kama wamenielewa vizuri. Unafanya hivi kama wamenielewa vizuri. Usipotenda mema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nawe inakutamani. Lakini yapaswa ufanyaje jamani? Yapaswa ufanyaje? Huyo ni nani anawashauri? Sasa unaweza ukawa na watoto kama wanne, njoni yeye kama mama. Njoni anakakimbia. Kimbia basi mara moja, simama hapo mbele. Sasa hawa watoto unaweza ukamkuta mmoja kama wale watoto wa Esau nani au Isaka, watoto wa Isaka. Wale watoto 12 akampenda Yusufu. Badala watoto wengine waseme kwa nini baba yetu anampenda tu Yusufu, wanaanza kufanya vita na Yusufu. Wanaanza kufanya vita na Yusufu. Alafu Yusufu anakuja kuwasaidia baadaye. Sijui kama mnielewa vizuri. Sasa hawa watoto wasingemwinukia Yusufu kwa sababu ndoto aliyenayo sio kama yale anawagaia, ni moyo wake ulikuwa mzuri mbele za Mungu. Fanyeni basi kama tuko pamoja. Simseme amina. Sasa hawa watoto unaweza kuwa na watoto wako nyumbani, lakini katikati ya watoto usifikiri hata mzazi akija hawa ni watoto wake wote na anawapenda, lakini kuna mmoja ambaye ni damu, yani anapenda zaidi. Unajua anampenda yupi? Yule ambaye akiongea naye anakuwa mshapa. Shida umeelewa vizuri? Na jamani, nendeni kwenye kuni, anabaki kucheza. Huyu mmoja anakimbia anakuja hapo, mbona kia muda ile kwenye kuni hii? Alafu yeye mama yake akija anakuja tena anakaa na wengine. Afanyeni usafi, mfagie, mwoshe vyombo, deki nyumba, mfue nguo. Huyu anakimbia anazingatia ile babake anasema na mamake, hao wanabaki tu kucheza muda mrefu. Mamake kanona kile ajabu wewe mnawasha yeye. Akija huyu anapata upendeleo, analetewa kagauni kazuri. Sasa hawa wasipojielewa kuangalia kibali mwenzao amepata, wakatengeneza uchawi kwenye familia. Wakatengeneza uchawi kwenye familia. Wakaanza kugombana, wakaanza kuchukiana, na unajua watachukiana hapo. Tunaanza kumwambia mwingine, unamwona huyu ana kelele, ifanye hivyo kabisa, afanye unamwambia ifanye ndio anapenda na baba yetu na mama yetu. Unasema wanaanza kutungia sheria. Sheria basi anaanza